Hello guys. Ngoja nikwambie, kuna vitu viwili muhimu ambavyo binadamu aina yoyote anavitafuta kwa gharama yoyote kuvipata. Lakini bahati mbaya, baada ya kupata hivyo vitu viwili, mara nyingi unabadilika kuwa mtumwa wa hivyo vitu. Aidha unataka au hautaki. Ngoja nikwambie, kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza ni madaraka na kitu cha pili ni fedha au mali. Ngoja nikwambie, unapopata hivi vitu viwili, fikiria namba moja. Mfano, kabla hujapata hivi vitu viwili, kuna watu ambao pengine ulikuwa wanakupigia simu. Unaweza mkaongea hata masaa mawili. Lakini baada ya kupata hiyo nafasi au baada ya kupata zile fedha, unakuwa busy na watu ambao wako kwenye cycle yako ya kuingizia fedha ya hao, ndio unajikuta unaongea nao masaa mengi. Yote sana. Unapokuwa na madaraka vile vile. Lakini bahati mbaya ya wale watu ambao kwa namna moja ama nyingine unakuwa nao kwa sasa hivi au wanaokuzunguka wanaingiza, mara nyingi wale watu hawaangalii kitu kingine, wanaangalia madaraka yako, wanaangalia fedha zako. Maana yake ni nini? Wale watu sio watu halisia. Ngoja nikwambie, ukitaka kujua wale watu sio watu halisia, just pata changamoto za aina yoyote. Inaweza kawa ni ugonjwa, unashangaa mtu umelazwa miaka nenda rudi. Kazini wakakufukuza, yale madaraka yakaweka pembeni wakampa mtu mwingine. Maana yake umedrop. Inaweza kawa ni fedha, pengine zile fedha zikaisha kila kitu, ukabaki kuwa zero. I'm telling you, kuna watu ambao ulikuwa unaongea nao zaidi ya masaa mawili. Ukiwa na fedha au ukiwa na madaraka, utawapigia simu hawatazipokea. Yonasa, utakachokifanya ni nini? Utarudi kule mwanzoni ambako kuna watu uliwaacha huku chini. Inawezekana akawa ni mzazi wako. Unajua mzazi wako kipindi hauna fedha, kipindi una matatizo, unakimbilia nyumbani. Unaumwa, mama ndo atakuuguza, miaka nenda rudi. Umeona? Ulikuwa unaongea na mama kwa muda wa masaa mawili matatu. Ulikuwa unaenda uko kijijini muda mwingi kwa sababu ulikuwa haujawa busy. You understand? Lakini mzazi wako umemweka pembeni, ambaye ndo rafiki au ndo mtu pekee muhimu au mtu ambaye ni wa ukweli. Anaweza kawa ni rafiki, anaweza kawa ni ndugu, lakini ulimwacha pembeni. Akikupigia simu, unaongea naye dakika 2, unamwambia niko busy, 1 2 3 4 5. Mzazi wako akikupigia simu, utajikuta bwana mimi niko simu ya mke wako unaipokea vizuri. Ya mume wako unaipokea vizuri, mnaongea masaa mawili. Ya mama unampa dakika 2, dakika 3. Yona sana. Lakini wewe nikwambie, ukitaka kujua kwamba hivi vitu sio vitu vizuri